nambari 5 khamisa anna bil wuquf ala al mashru'i fi hadha ash-shahr hakika kusimama ndo al-wuquf kusimama kusangaa kusimama katika kile jambo ambalo limekiwa sheria katika mwezi huu wa mfungo 4 yu'lam ma alayhi al-ba'd yanafahamikiwa yale ambayo wako nayo baadhi yao watu min al-bu'd an sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam kukaa kwao mbali na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuiacha sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tufahamu sisi ile kusimama katika lile ambalo jambo limekiwa sheria jambo gani la kufunga la tufahamisha sisi kuna baadhi ya watu wako mbali na sunna za bwana mtume wa hadi na njia yake mfumo wake fi hadha albab katika mlango huu wa nini siku ya Ashura fatashaghulu bil hadi an-nabawi kujishughulisha na mwenendo wa utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam fihi ghaniyatu ndani yake kuna nini kuna kujitosheleza na kuachana na mambo yote ya uzushi mtu anatakiwa ajitosheleze na kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam wal akhidhu bihi na mtu kushikamana na kuchukua mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam sairun ala alhanifiyati as-samhati sairun hali ya kuwa ni mwenye kutembea na kwenda ala alhanifiyati katika uislamu sahihi alhanifia maana yake ni as-safi ni uislamu ambao uko safi as-samhati ambao ni mwepesi mzuri uislamu mzuri wa'amilun bil fadili min al-a'mal na kufanyia kazi wa'amil na kufanyia kazi bil fadili min al-a'mal katika matendo bora maajur mtu huyu analipwa ikawa wewe unasema katika uislamu ambao uko safi na kufanyia kazi katika matendo mema yale ambayo yamethibiti maajur mtu huyo ni mwenye kupata thawabu ala sa'ihi katika kule kutembea kwake na juhudi zake ndo sa'i zile juhudi zake wataqarrubihi ila rabbih na kujikurubisha kwake kwa Mola wake analipo thawabu kwa sababu ni mwenye kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hakuzidisha chochote katika ibada muwaffaqun lilmutaba'ati na pia ni mwenye kuwafikishwa katika nini kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ba'idun pia yuko mbali sana anil hawa wal mukhalafa kuhusiana na matamanio albid'ah wal mukhalafa na mambo yenye kukhalifiana na Uislamu yuko mbali sana kwa Muislamu atakiwa awe ni mwenye kutosheka na mwenendo na sunna za bwana mtume wala asiongeze chochote katika ibada katika siku ya Ashura sadisa jambo la 6 kadhalika tunapata faida katika hadithi tulizozisoma jana ta'widu sighari ala hadhihi al-ibada kuwazoesha watoto wadogo ta'widu sighari kuwazoesha watoto wadogo ala hadhihi al-ibadati juu ya ibada hii yaani asli na kusudia mimi funga hasa hii siku ya Ashura ni siku moja tu wataahuduhum ala siyami yawmi Ashura kadhalika wataahuduhum kuwazoesha kuchukua nao yani kuwa nao pamoja katika kuchukua nao ahadi maana kuwa nao pamoja kuwazoesha katika kufunga siku hii ya Ashura al-mukarram ambao ni yenye kutukuzwa inda Allah mbele ya Allah watakiwa tuwahimize watoto wahathuhum alayhi kadhalika tuwahimize katika jambo hilo la kufunga targhiban fi fadlihi kadhalika targhiban tuwapendezeshe fi fadlihi katika kuelezea utukufu wake siku hii ya Ashura wa fawzan bi ajrihi kadhalika takiwa tuwaelezee fawzan yale malipo yanayopatikana ambao mtu atafunga katika siku hiyo bi ajri yani ujira wake tuelezee mafuzo yani ufaulu kwake mtu akifunga siku hii anafutiwa madhambi ya mwaka mzima uliotangulia tuwaelezee fa fi dhalika na katika jambo hilo kuna iqtida'u bisahabati kuwaiga maswahaba kwa sababu wao maswahaba ilikuwa wakiwafungisha watoto wao kama hadithi tulisoma jana na ataielezea kadhalika tarbiyatun lil auladi ala at-taqarrub ila Allah kadhalika kuna kuwalea watoto katika kujikurubisha kwa Allah biibadati siyam kuhusiana na ibada ya kufunga ولذلك na kwa ajili hiyo qala al-Hafidh ibn Hajar amesema al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala al-Asqalani عند حديث الربيع katika hadithi ya Rubai binti Muawwidh
radhiyallahu anha, mwanamke huyo Allah miradhi, ambayo anifu dhikr, anif maana yake ni punde, dhikr imetajwa, punde imetajwa huko juu, imetajwa punde tu imetajwa. Hadithi yenyewe ameitaja kipande chake, mahalu shahid, sehemu ya ushahidi. Akasema fakunna nasumu, ilikuwa tukifunga funga hiyo ya Ashura, bado ilikuwa tukiendelea kuifunga. Wa nusawimu sibyanana, kadhalika ilikuwa tukiwazoesha watu, yani tukiwafungizi, yani tukiwafungizisha, maana yake tukiwafunza wafunge. Sibyanana, watoto wetu wadogo. Sibyan ni jamu ya nini? Sabiya. Barakallahu fikum. Kwa hiyo ilikuwa kiwazoesha. Wa fi alhadithi, na katika hadithi hii, hujjatun, kuna hoja madhubuti ala mashru'iyyati tamrini sibyan, juu ya kuwekewa sheria na uhalali tamrini sibyan, kuwapa mazoezi watoto. Tamrini, kuwazoesha watoto, ala siyam, juu ya kufunga watakiwa tuwazoeshe. Lianna man kana fi mithli sinni, kwa sababu hakika yule atakayekuwa mfano wa mwaka au miaka, fi mithli sinni, mfano wa miaka, alladhi, ambayo dhukira fi hadha alhadith, ambayo imetajwa katika hadithi hii, fahuwa ghairu mukallafi, huyo si mwenye kukalifishwa na sheria. Maana yake subyan hawa wanakusudiwa ni watoto wadogo ambao ghairu mukallifin au ghairu mukallafin, si wenye kukalifishwa na sheria. Mukallaf ni nani? Mukallaf katika sheria ya Kiislamu ni mtu baligh aqil, aliyebaligh, mwenye akili. Sasa hawa bado hawajafikia huko, waweza kuwa na akili lakini hawajabaligh, hawajakalifishwa na sheria. Kwa ina maana hadithi hii tunapata takiwa tuwazoeshe watoto katika taa. Wa inma suni'a lahum dhalika litamrin, wa inma, na hakika si vinginevyo, suni'a lahum, wamefanyiwa hivyo hawa watoto, ni dhalika, jambo hilo, litamrin, kwa ajili ya mazoezi tu basi, wala sio jingine, ni kwa ajili ya mazoezi, na wanalipwa thawabu zao. Qala Hisham ibn Urwa, amesema Hisham ibn Urwa, kana abi, ilikuwa baba yangu, ya'muru as-sibyan, akiwaamrisha watoto, bisalati, kuswali, idha aqaluha, pindi watakapoifahamu nini hiyo swala, wakiamrishwa. Wala msikitini situletee vitoto vidogo vikaanza kutuudhi, ikawa vinatokea. Ukileta hivyo, Sheikh Abdalla yupo hapa, ni mkali, ndio bakora hao, na wala hawezi kublock, kwa sababu wewe ukija na mtoto, wanachona anaelezea mtoto si vibaya, mweke hata safu ya mbele, lakini ukae naye wewe mzazi, kaa naye chini ya mguu wako, asipate kucheza. Kadhalika wakiwa wingi, watofautisheni, si vibaya. Lakini watoto wanakuja, wanaekwa nyuma kule, wanacheza, wanapiga fujo, wengine wanapiga magema, wengine wanapiga makachu, mwisho wanapigana. Hiyo si sawa, haifai. Kwa hiyo walete watoto ambao akili zao tayari zishamechua. Kadhalika ilikuwa anasema wasiyani idha ataquhu, ilikuwa akiwaamrisha watoto kufunga pindi wanapoiweza. Idha ataquhu, idha, manake watakapoiweza ilifunga.